Sasa swali la muhimu ambalo watu wengi wanajiuliza ni kwamba kwa nini niombe kwa muda mrefu kama Mungu ananisikia hata nikiomba kwa muda mfupi? Kuna umuhimu gani wa mimi kuomba kwa muda mrefu? Yes. Labda niseme hivi kwamba cha kwanza ni kweli kwamba Mungu anakusikia ukiomba kwa muda mfupi. Na Mungu anakujibu ukiomba kwa muda mfupi. Wala sina maana ukiomba kwa muda mrefu Mungu hakujibu. Ila anachokisema ni kwamba majibu Mungu anayotoa katika maombi yako huwa hayahusiani na swala la muda. Muda gani umeutumia kwenye maombi haihusiani na Mungu kukujibu au kutokukujibu. Okay? Na kimsingi ikiwa utaweka msingi wako kwamba Mungu atanijibu kwa sababu nimeomba muda mrefu, Yesu anakuita mnafiki. Anasema kabisa kwamba wanafiki huzani kwamba watasikiwa kwa sababu ya maneno yao kuwa mengi. Kwa hiyo ukiweka sababu ya kwamba Mungu atanijibu maombi yangu ni kwa sababu nimeweka maombi ya muda mrefu maneno mengi, Yesu anakuita mnafiki. You see? Na anaongeza sehemu nyingine anasema msipayuke kama wanafiki. Kupayuka Biblia ya Kiingereza imesema repetition, void repetition, kurudia. Kwa hiyo kunaonesha maombi marefu, alafu Yesu anaita ni unafiki kwa sababu umerudia kitu kile hata hujaleta jambo jipya na umeonekana umelenga muda mrefu kwa sababu lengo lako wewe ilikuwa ni muda mrefu. Labda niseme hivi, cha kwanza maombi lazima ulenge kwenye malengo yako ni nini? Lengo la kuomba ni nini? Je, unaomba ili upate nini? Ikiwa kile kitu kinaweza kuwakilishwa ndani ya dakika 5, omba dakika 5. Ikiwa kinaweza kuwakilishwa ndani ya dakika 1, omba dakika 1. Ikiwa kinaweza kuwakilishwa ndani ya sekunde, omba ndani ya sekunde. Ukizidisha hapo, Yesu anakuita mnafiki ambaye unadhani kwamba utasikiwa kwa sababu ya maneno yako kuwa mengi. Sasa umuhimu wa kuomba kwa muda mrefu kimsingi ni kwa ajili ya mahusiano na Yesu. Kama vile ambavyo umuhimu wa kukaa au kuongea muda mrefu na rafiki yako au mwenzi wako ni kwa ajili ya kujenga mahusiano. Sio swala tu la kwamba tutakutana, tutaongea dakika 2, tutaongea point tu. Hayo mahusiano hayawezi kudumu kwa kuongea point tu, wala hayawezi kuwa imara. Okay? Mahusiano yatakuwa imara pale ambapo sio swala la point gani zimeongelewa, lakini swala la muda gani umetumika pia katika kuziongea. Kwa hiyo niseme kwamba tunapoomba muda mrefu mbele za Mungu, kukaa muda mrefu katika maombi mbele za Mungu, tunalenga kujenga mahusiano na sio kujenga mahitaji. Mahitaji yako unaweza ukamaliza mahitaji yako yote ndani ya dakika 10. Anyway, tufanye 20. Umemaliza mahitaji yako yote. Lakini unakuta Yesu anasema, "Amkuweza kukesha nami hata saa moja?" Saa moja tena tutakuwa tunaomba nini? Na tutakuwa tunajenga mahusiano. Kwa namna gani? Baba umetukuka, Baba unastahili, Baba ninakutukuza. Haleluya. Jina lako ni kubwa na kupenda. Yes, namna hiyo unajenga mahusiano ya karibu na Mungu na maombi yako yanakuwa ni ya muda mrefu na yanakuwa ni ya faida. Sasa ukija sasa kwenye vile vipengele vya muda mfupi, hata hautumii nguvu kwa sababu tayari imani yako imeinuka kwa njia gani? Mahusiano yako na Mungu. Mungu wa mbinguni akubariki sana. Haleluya.